Karibu tena mpenzi msikilizaji wangu kwenye kipindi chetu cha elimu ya afya ya akili. Naitwa Deborah Mongomo, ni licensed professional counselor associate. Tafadhali usipite kwenye channel yetu bila kusubscribe, kulike, kutoa comment na pia kushare video zetu na watu wengine. Karibu sana. Leo tunaendelea na mfululizo wetu kuhusu vipindi vinavyohusu unyanyasaji kwenye mahusiano. Tutaangalia mambo ya kibinafsi, ya kijamii, ya kidini, ya kimila na desturi na kitamaduni yanayochangia kwenye shida za unyanyasaji, kwa sababu unyanyasaji imekuwa ni shida inayosumbua watu na inawaletea madhara mengi sana ya kudumu, na inabidi tu address hii shida ili watu wengi muweze kukua aware, kufahamu kuhusu hiyo shida na kuweza kujitatua kwenye hiyo shida. Na tutaangalia somo letu leo ni mambo yanayochangia kuwa na tabia ya unyanyasaji. Kwa hiyo tunaenda kuangalia ni mambo gani yanayomfanya mtu mpaka anakuwa na tabia ya unyanyasaji. Kuna mambo mengine yanaanzaga utotoni, mengine tunayakuta baadaye, lakini yanachangia mtu kuwa na tabia ya unyanyasaji. Jambo la kwanza, angalia historia ya child abuse, yani kama ushakuwa kunyanyasa wakati mtoto mdogo, labda unyanyasa na wazazi wako nyumbani, kwa hiyo umejifunza kwa maisha ni kunyanyasana, ukishindwa kujieleza kitu nyanyasa mtu. Au pia kama umeshakuwa abuse labda na wenzio shuleni, labda bullying, watu ambao walikuwa wameshakuwa bullied, yani ile kuonewa mashuleni, kutaniwa, kufanywa midhaa, kudharauliwa, wengi sana wanatanigi kuwa abusers pia, kwa sababu anajua jinsi ya kuumia na anajua jinsi ya kuumiza mtu mwingine. Anakuwa amejifunza tabia wakati huo. Kitu kingine ni kama uliona mfano mbaya wa kunyanyasa kwenye familia yako, labda unaona mzazi au mlezi anavyonyanyasika na mwingine anavyonyanyasa, watoto wao wanajifunza. Tunasema tabia saa nyingine unajifunza kutoka nyumbani. Kwa hiyo mtu kama ulikuwa unajua ndio wanavyosolve matatizo kwa njia ya kunyanyasa mwenzi, then hata wewe mwenyewe ukija kuwa na mwenzi wako unajua ndio jinsi ya kusolve matatizo. Ukishindwa amuelewani, either utampiga au uta shut down au utamnyanyasa kifedha au utamnyanyasa kihisia, kisaikolojia, kwa sababu ndio njia uliojifunza kutoka kwa wazazi wako. Nyingine ni matumizi mabaya ya pombe. Watu wengi wanaanza kujifunza tabia za unyanyasaji kwa sababu ya ulevi. Ulevi unaondoa kufikiria kwa akili. Kwa hiyo mara nyingi unakuta mtu amelewa au akiwa ni mlevi, akifika nyumbani anakuwa make sense, kwa hiyo anaanza tabia ya kunyanyasa na kuumiza watu wengine. Kingine ni umaskini. Kama nyumba imezungukwa sana na kukosa hela, umaskini, magomvi huwa hayaishi nyumbani. Kunakuwa na a lot of fightings nyumbani, na unyanyasaji unakuwa ni mkubwa sana kwa sababu ya kukosa hela, na magomvi ni kwamba yatakuwa yanaendelea, mnabishana kwa sababu watu hamna mahitaji au umekosa hela au mahitaji hayajatimia. Kwa hiyo kubishana na kugombana kunakuwa kwingi sana. Kingine ni kukosa ajira. Ni kwamba kunaleta a lot of stress kama mmoja wapo au hata wote hamna ajira. Hata kama ni mmoja wapo hana ajira, labda ni kunaleta stress sana ya kukosa mahitaji na kujiona labda uko useless. Ni kwamba mara nyingi hasa wanaume, research zinaonyesha kama wanaume wengi wanaanza kuwa ni wanyanyasaji sana kama labda yeye ndo hana kazi. Asipokuwa na kazi anaweza kuwa ananyanyasa sana mwanamke ambaye ndo anafanya kazi, kwa sababu kawaida mwanaume anapenda kuwa yeye ndo ana provide, yeye ndo anajali, ana take care hapo nyumbani. Lakini kama imetokea bahati mbaya wewe labda mwanaume ndo huna kazi afu mke wako anafanya kazi, wengi wanaanza kujifeel insecure, kuona kama mke wake labda ndo anatunza familia. Kwa hiyo kwa sababu ya kujifeel insecure anataka ku gain power. Kumbuka nimeongea tangu mwanzoni kwa unyanyasaji kinachosumbua ni ku gain power and control, ni kutaka kutumia kuongoza nguvu na utawala. Kwa hiyo kwa kutaka ku gain power yake, huyu mwanamke ambaye ana provide anaanza kujionyesha kama ni mwanaume. Kwa hiyo mwanaume anaweza kaanza tabia za unyanyasaji ili kutunza ego yake, kutunza nafsi yake, na pia kuonyesha nguvu na utawala kwa mimi bado ni mwanaume. Kwa hiyo ataendelea tabia za unyanyasaji, aidha kutaka kumcontrol sana mwanamke, na ukianza hivyo mwanamke naye kama ana hela naye anaanza fujo sasa, naye kutokusikiliza na ugomvi utakuwa unaendelea, unyanyasaji unaendelea katika familia hiyo. Kwa wanawake pia, wanawake wengi nao wakiwa na kazi alafu waume zao hawana kazi, inakuwa ni chanzo kikubwa sana cha kwanza kuwanyanyasa wanaume. Unakuta kwa sababu yeye ndo ana provide, basi atasahau hata kama huyu ni kiongozi wake, ataanza kumtreat vibaya, kumdisregard kwenye kufanya maamuzi ya familia, kumnyanyasa kwa kila aina. Kwa hiyo kukosa ajira kunachangia sana tabia za unyanyasaji nyumbani. Kingine ni msongo wa mawazo. Kwa kawaida kama una msongo wa mawazo, mtu anakuwa na hasira zinakuwa ziko nje. Kwa hiyo mtu unaweza kuwa na msongo wa mawazo ambao labda unatokana na kazi au na vitu vingine, unaishia kuleta msongo wako kwa mwenzio. Unyanyasaji unaanza pale. Nyingine ni matatizo ya afya ya akili. Watu wengi wa matatizo ya afya ya akili wana matatizo ya kuwa na hasira. Kwa hiyo unaweza kukuta kwa sababu ya matatizo ya afya ya akili anakuwa na hasira, kwa hiyo ndio hivyo anakuwa na hasira, anaweza kanyanyasa mwenzie hivyo. Alafu kingine ni wivu uliokithiri.
tabia za unyanyasaji nyingine ni wivu. Unakuta mtu ambaye anakuwa na wivu sana, anakosa imani na mwenzie, hamwamini kabisa na anakuwa na mshuku kila wakati, na mtu apendi kutokuaminiwa na kutokushukiwa. Kwa hiyo inakuwa ni chanzo cha kuleta ugomvi, unyanyasaji. Unaweza kuona mtu anaanza kumrushia maneno mabaya, labda wewe una tabia nzuri, au unatumia maneno mabaya kumnyanyasa mtu kwa sababu ya wivu wake unaomsumbua, ambao unatokana na kutokujiamini au kukosa kujua jinsi ya kujieleza. Kwa hiyo wivu unachangia sana watu kuwa na tabia za unyanyasaji, kwa sababu unamshuku mwenzio kwa labda anafanya vitu vibaya na unaanza kumsemesha maneno mabaya, au ndio kwanza kumtreat vibaya kwa sababu una suspect kwa labda ana mahusiano mengine huko nje. Alafu kingine ni social isolation au tabia ya kujitenga. Ni kitu ambacho kinasababisha sana unyanyasaji, kwa sababu mara nyingi mtu kama umekaa peke yako, partner wako kama ni mnyanyasaji anajua wewe labda umejitenga sana na watu, ndio atatumia hiyo njia nzuri sana ya kukunyanyasa, kwa sababu anajua huna social support, huna watu watakao kushtua. Kwa hiyo atakunyanyasa sana vizuri sana. Kwa hiyo kama unakaa peke yako sana, pia ni chanzo kikubwa sana cha kunyanyaswa. Kingine ni mila na desturi ambazo zinachochea ukandamizaji. Kuna makabila mengine ambayo ukandamizaji kwa wanaona kama ni kitu cha kawaida tu. Kwa hiyo hizo mila zinachochea sana kutumia nguvu na utawala kwenye mahusiano. Kwa hiyo unakuta hivi kama ni mwanaume anaruhusiwa kwa yeye ndo kwenye mila anaruhusu kama yeye ndo awe mtawala sana, unakuta ni hawezi kumsikiza yule mwanamke, anamnyanyasa kihisia. Hata kimwili pia anaweza kuwa anampiga kwa sababu anaonyesha kama ndio jinsi ya kuonyesha nguvu na utawala. Kumbuka hiyo nguvu na utawala ni kwamba ndio dalili kubwa ya kuonyesha unyanyasaji. Kwa hiyo unakuta kwa ajili ya kuonyesha nguvu na utawala au mila zake, kabila yake ndio linaruhusu hivyo, unakuta unyanyasaji unaendelea na watu wanazidi kuumia. Kingine ni personality disorders, yani yale matatizo kwenye haiba. Kuna watu wengine ambao haiba zao ni sick, zinaumwa. Kwa hiyo unakuta wanakuwa na shida ya unyanyasaji kwa sababu ya matatizo yao wenyewe yanayoendelea ambao yako kwenye psychology yao. Kwa hiyo anakuhamishia wewe mwingine. Mfano watu wenye narcissistic personality disorder, hii ni mojawapo ya disorder ya kihaiba, matatizo ya kihaiba ambayo watu narcissist wanakuwa wabinafsi sana. Kwa hiyo anakuwa mbinafsi sana na anaona kama yuko entitled, yani anastahili yeye kufanywa vitu, anastahili kusikilizwa, anaweza kairisha feelings zetu wengine yote kwa sababu yake mwenyewe. Kwa hiyo anakuwa anasumbuliwa sana na ubinafsi, hana empathy, hana ile kuvaa viatu vya mtu mwingine, hawezi kuelewa shida ya mtu mwingine. Kwa hiyo anaweza kuwa pia ni mnyanyasaji mzuri sana wa kihisia kwa sababu hawezi kukuelewa wewe mwenzie. Kwa sababu kwenye mahusiano inatakiwa mnasikilizana, lakini mtu kama una mahusiano na narcissist ni kwamba hawezi kukusikiliza kwa sababu vyake vinakuja kwanza. Yaani yeye ndio anatakiwa ahurumiwe, yeye asikilizwe, yeye ndio umjali. Yeye atataka uairishe hata feelings zako kwa sababu ya za kwake, kwa sababu ndio yuko hivyo. Kwa hiyo kama uko na narcissist kwenye mahusiano ni kwamba ujue kutakuwa kuna unyanyasaji sana wa kihisia, hasa wa kihisia. Kwa sababu narcissist yeye kwanza, yani hamna mtu mwingine yote, yeye kwanza. Ubinafsi unakuwa hali ya juu sana na ile kukosa empathy. Alafu personality nyingine ambao watu wanakuwa wanyanyasaji sana wenye borderline personality disorder. Hii ni personality disorder ambao watu wago wanaogopa sana kuachika. Mtu unaogopa sana, kwa hiyo labda ulishai kuacha huko nyuma, waliolelewa na wazazi ambao labda walikuwa hawapo sana nyumbani, wengi wana develop borderline personality disorder. Alafu pia research zinaonyesha kwamba 60% ya kesi za unyanyasaji wengi wanakuwa ni watu wanyanyasaji, wengi wanakuwa na borderline personality disorder. Kwa hiyo unaona ni shida kubwa sana ambayo inaleta matatizo sana ya unyanyasaji. Hao watu wenye borderline wanakuwa na hasira sana pia kwa sababu ni personality disorder. Kwa hiyo akiwa na hasira, ana emotional instability, anaweza kuwa ni mnyanyasaji sana wa kihisia, hata kimwili, hata kwa namna zozote zile. Mambo mengine yanayochangia tabia za unyanyasaji ni kama vile kutoelewa sahihi maana ya upendo na heshima. Kuna watu wengine ambao wanatumia neno la Mungu kuhusu upendo na heshima, anatumia vitu hivyo kupindisha ili kuweza kufanya mtu mwingine, kumtawala mtu mwingine, kutumia utawala na nguvu kumcontrol mtu mwingine. Alafu kuzuia talaka na kutengana. Ni kitu kizuri sana kutunza ndoa, lakini kwa mnyanyasaji saa nyingine, kwa sababu yeye ana think differently, ni kwamba anaona kabisa hiyo ni opportunity ya kuendelea kunyanyasa, kwa sababu anajua ukishamoa huyu mtu ameingia kwenye ndoa, yuko hooked. Kwa hiyo atakaa hapa tu nitamnyanyasa mpaka nitamaliza mwenyewe, lakini hataondoka. Kwa hiyo hata yeye kujua tu kwamba ndoa talaka hairuhusiwi, mtu mwingine anatumia kama ni opportunity ya kumuumiza mtu mwingine. Alafu inakufanya wewe uondoke hata kama unanyanyaswa. Kwa hiyo inaendeleza unyanyasaji. Kwa hiyo unaweza usiondoke kwa sababu unajua nikiondoka hapa ni dhambi, ni vibaya, na utaendelea kukaa kwenye unyanyasaji na mnyanyasaji anaendelea kukunyanyasa hata acha. Alafu shida nyingine inayochochea tabia za unyanyasaji ni kulaumu wanawake kwa unyanyasaji unaotokea majumbani. Unakuta wanawake wengi wakiripoti unyanyasaji
wanaanza kulaumiwa tena kwa labda wewe sio mwanamke mzuri, mwanamke bora anajenga nyumba yake mwenyewe. Wewe mpaka mwanaume anakunyanyasa, na maana wewe mwenyewe hujasimama kwenye miguu yako, hujachukua nafasi yako. Utaambiwa sana maneno kama kwamba hujachukua nafasi yako, lakini ni kwamba mnyanyasaji ni mtu ana tabia mbaya. Kwa hiyo hata ukifanya nini bado ni mnyanyasaji, hata ukisimama kwenye miguu yako. Ni mtu ana tabia, kama ana personality disorder, na maana wewe hujafanya kitu chochote. Kwa hiyo sangine hata ile kuwapa guilty wanawake kiasi kwamba ndo atakuwa anavumilia tu unyanyasaji kwa sababu anaogopa kusemwa vibaya. Atakuwa anavumilia mpaka wengine wanakuta wamekufa kwenye ndoa kwa sababu anaogopa hata kusema, kwa sababu akisema atalaumiwa kwa wewe hapo ndo umesababisha, kwa sababu kama ungekuwa na hekima wanawake wanatunza nyumba zao, wewe kwa nini mambo yanakuendea vibaya? Kwa hiyo tabia kama hizo zinachochea sana tabia za unyanyasaji. Mwingine utaambiwa hata hujaomba sana ndio maana mambo yako yako hivyo, hujawajibika ipasavyo. Mwanamke una mamlaka sana nyumbani kwako, kwa nini mambo yanakuendea vibaya? Ni wewe mwenyewe ambaye umesababisha makosa. Kwa hiyo hiyo tabia inabidi tuache, ili tuache watu pia waweze kujielezea matatizo yao na tuwasaidie ipasavyo badala ya kuwalaumu. Kingine ni stigma kuhusu kuongelea mambo ya nyumbani. Ni kwamba watu, hasa mila za Kiafrika, tunaambiwa ukiolewa usiseme mambo ya nyumbani kwako. Kwa hiyo unakuta mtu ananyanyasika, ananyamaza kimya, anaogopa kumwambia mtu, kwa sababu ukisema unaonekana mwanamke wa ovyo sana. Kwa nini unaongea mambo ya nyumbani kwako? Unachafua nyumba yako, huna heshima, unaleta aibu nyumbani. Lakini unakuta mtu labda anaongea ni kwa sababu kweli ananyanyasika, anahitaji msaada, lakini ananyamazishwa kwa sababu ya hiyo stigma kwa ukiongea na kwamba unanyanyasa, unaongea vibaya kuhusu familia yako, unaitisha aibu, utunzi heshima ya mtu. Wengine mpaka wanaenda kwenye extreme level, ni kwamba unaogopa kuharibu hata huduma ya mtu. Kwa nikisema sasa huyu mbona ni mchungaji, au mbona huyu sijui ni shehe, mbona huyu sijui ni nani, mbona nitaharibu kazi yake. Kwa hiyo tupunguze hiyo stigma. Kama matatizo yamekuzidia, ni vizuri kuongea. Si encourage watu kuongea vitu vidogo tu, yani kila kitu unaenda kuongea kwa watu, lakini kama ni unyanyasaji unatakiwa kuzungumzwa, kwa sababu sio kitu kizuri cha kumfanyia, ni inhuman kumfanyia mtu unyanyasaji. Unyanyasaji unaendelea kwa sababu ya kutunza hizo siri, na madhara yake yanazidi kuendelea. Sasa nataka ujue ni nani ambao wako kwenye riski kubwa sana ya kunyanyaswa katika jamii zetu. Ni kwamba kuna watu ambao grupu hilo, yani ukiwa kwenye hii category, ni kwamba una riski kubwa sana ya kunyanyaswa. Wa kwanza ni watu wasiokuwa na ajira. Kama una kazi, huna kipato, yani wewe ni chambo, yani ni uko rahisi sana kunyanyaswa kifedha, kunyanyaswa kutokusikilizwa kihisia, kunyanyaswa hata kupigwa, kutumia hela vibaya. Kwa hiyo usipokuwa na kazi na usipokuwa na kipato, kunyanyaswa ni kawaida. Na hiyo inaendaga ni sako, kwa sababu mnyanyasaji pia hatapenda ufanye kazi. Kwenye video leo tangulia nimeongea kuhusu mnyanyasaji atapenda sana usifanye kazi ili aweze kukutawala vizuri. Kwa hiyo usipokuwa na kazi pia umeruhusu, umekubali kuwa sitafanya kazi, yeye atatumia pia opportunity kukukandamiza, kutawala, kutumia utawala wake kwa nguvu na kukunyanyasa. Alafu wengine ambao kwenye group la kunyanyaswa pia ni walemavu, kwa sababu wako vulnerable. Unakuta kwenye mahusiano wananyanyaswa sana, kwa sababu ananyanyaswa kihisia, sijui kwa sababu uko hivi ndio maana hivi na hivi, kwa hiyo unakuta wananyanyaswa sana. Alafu wagonjwa wananyanyaswa sana kwenye mahusiano, kwa sababu unakuta mtu akiwa mgonjwa labda anashindwa kufanya baadhi ya vitu, kwa hiyo ataishia tu kunyanyaswa sana au kuzuiwa hata asitibiwe. Kingine ni wenye matatizo ya afya ya akili. Kuna watu ambao wako kwenye mahusiano lakini hawako sawa sawa, hasa wale wenye cognitive impairment, labda hawezi kutambua vitu vizuri, yani uko slow. Unakuta ananyanyaswa sana kwa sababu mtu atatake advantage. Hiyo ni kumnyanyasa mtu kihisia, atatake advantage. Au hata mtu anataka kuuliza tu kuelewa, mtu anaanza kumnyanyasa, kumrudishia maneno mabaya. Kwa hiyo unakuta watu wenye matatizo ya afya ya akili wananyanyasika sana. Wajawazito, kuna mtu mmoja ambaye aliongea kuwa mjamzito ni dangerous time in a woman's life. Wajawazito pia wananyanyasika sana kwa sababu jinsi wanavyojisikia. Labda unakuta watu wengine wanakuwa na complications kuanzia mimba ikiwa ndogo, kwa hiyo labda hawezi kufanya baadhi ya vitu, utaambiwa unajifanyisha au lezi au ni vitu gani. Kwa hiyo unakuta wananyanyasika sana, wengine mpaka wanapigwa kwa sababu labda anashindwa kufanya baadhi ya vitu. Alafu wengine ni wahamiaji. Kama umehamia kwenye nchi nyingine, unajua kama unahitaji visa, unahitaji ukae hapo kihalali, ufanye nini. Kwa hiyo kama ni mhamiaji afu uko kwenye mahusiano na mtu ambaye ni mwenye nchi yake, wengi nao wanakoga kwenye risk sababu ya ile immigration status yako. Unakuta wengi wanavumilia unyanyasaji, hawawezi hata kuripoti kwa sababu mtu anakunyanyasa afu anakuambia ukileta tu fujo na kurudisha kwenu. Kwa hiyo unakuwa kama ni mfungwa, yani umeingia kwenye prison yake. Kwa hiyo anakuambia nitakurudisha kwenu. Kwa hiyo na wewe kwa sababu hujui sheria, hujui kitu gani, utakaa tu utanyamaza kimya kwa sababu unaogopa. Unataka sana ukae kwenye hiyo nchi, unataka sana upate hayo makaratasi, lakini unaogopa kusema kuhusu unyanyasaji kwa sababu ameshakwambia kwa ukiniripoti tu unarudi kwenu, unabeba mzigo au unaenda kuripoti utafukuzwa.
Kwa hiyo unakuta wahamiaji pia walio olewa, labda wameoa au wameolewa na mtu ambaye yuko kwenye nchi yake, kama umeolewa na mnyanyasaji, of course siongee kama wahamiaji wote, lakini wale ambao wameolewa na wanyanyasaji unakuta wananyanyasika sana kwa sababu hiyo. Kingine ni wazee au wale walioingia kwenye mahusiano wakiwa wadogo sana. Kuingia kwenye mahusiano ukiwa mdogo sana sangena kwa kuna riski, kwa sababu kama umeolewa na mtu ambaye labda ni mzee mkubwa sana, amekuzidi kiumri, atakuwa anakutreat kama labda ni baba yako au ni mtu mkubwa sana au ni bosi wako. Kwa hiyo unakuta yani wewe bado unatakiwa utritiwe kama mke, lakini unakuta labda anakutreat kama kiongozi wako. Kwa hiyo inaweza ikaleta kwenye alote kutokusikilizwa au mtu wa kujali au wanakuona sijui kama ni mtoto. Kwa hiyo baadaye unakuta watu wana complain kuwa wanajisikia kama wananyanyasika sana kwenye ndoa. Dalili gani zinazoonyesha kama uko kwenye mahusiano yenye unyanyasaji? Kama unaamini kama unastahili kunyanyaswa. Kuna watu wengine ambao mpaka anaamini kama anastahili kunyanyaswa kwa sababu ameshaambiwa yeye sio mzuri. Kwa hiyo anaona kweli labda kweli mimi sio mzuri sana, yani sio mzuri, sina tabia nzuri, labda nimeambiwa tabia tani na tabia mbaya, tayari umeshaambiwa na nimeshakufahamu wewe ni mtu mbaya sana. Kwa hiyo unakuta amekushusha self esteem mpaka unaamini kama kweli huna viwango vile ambavyo vinastahili. Kwa hiyo unaona kweli labda anastahili, labda kweli namchokoza kwa sababu umeshakwambia na kunyanyasa kwa sababu wewe unanifanyisha ni kunyanyasa. Dalili nyingine inaonyesha kama uko kwenye manyanyasiko ni kwamba hofu, unakuwa unakosa utulivu na unakuwa ni mwoga, alafu unakosa matumaini, unajifeel helpless, yani unakuwa hopeless na helpless, alafu unakuwa na maumivu mara kwa mara yanayotokana na msongo wa mawazo. Wengi wanasumbuliwa sana na vichwa kwa sababu unakuwa unaumwa mara kwa mara. Huzuni, unakuta mtu yuko kwenye mahusiano lakini ana huzuni wakati wote, maybe ni kwa sababu ya manyanyaso anayopata afu amenyamaza kimya. Kujitenga, unakuta ni dalili moja wapo. Mtu akiwa ananyanyaswa hivyo sana anajitenga na watu, kwa sababu kumbuka ameshashushwa self esteem, kwamba umeshaamini kama wewe hufai, umeshaambiwa kwamba wewe ni mtu ambaye uko tofauti, yani hauko kwenye viwango ambavyo unastahili kuheshimiwa. Kwa hiyo unakuta mtu anajitenga, anajilaumu, anakaa peke yake, hawezi kusema na watu. Ukiona patterns hizi jua kwamba uko una abuser, na labda pia kama unaambiwa wewe ndio unasababisha nikunyanyasa, hata ukilalamika unaambiwa wewe ndio umenifanya nikupige, wewe ndio umenifanya niseme hivi, wewe ndio umenitrigger, ujue huyo mtu ni mnyanyasaji. Kwa sababu mtu ambaye sio mnyanyasaji akiambiwa amekosea ataadmit kwa nimekosea na mtaendelea mbele, lakini anaye kutrigger na kugas, tunaita gaslighting, kwamba anakuashia moto wewe tena, ujue huyo ni mnyanyasaji. Kwa hiyo somo letu litaendelea. Next time tunaongea kuhusu financial abuse, yani unyanyasaji wa kiuchumi. Please kama umependa channel yetu subscribe na share. Asante sana.